Na kina mama wajawazito katika kaunti ya Machakos wameshauriwa kutowatupa wanao wanapojifungua, kwani visa hivi vimekithiri haswa maeneo ya Machakos mjini na eneo la Kariobangi viungani mwa mji huo. Siku ya Jumapili, wakazi wa eneo hilo waliupata mwili wa mtoto umetupwa katika mtaro wa maji taka. OCPD wa Machakos Joseph Muturi akibaini kuwa visa 4 vimeripotiwa kwa muda wa miezi miwili. Isaac Musyoka anatuarifu. Visa vya watoto wachanga kutupwa wakiwa wamezaliwa au hata mimba zilizoavwa vimeendelea kuongezeka eneo la Kariobangi na mjini kaunti ya Machakos siku za hivi karibuni. Jambo la kushangaza ni kwamba tumepata ya kwamba kuna mtoto yuko hapa ambaye ametupwa na msichana ambaye alikuwa ama sema ni msichana ama ni mzazi, lakini ya kwamba si jambo kama hili si nzuri. Hakuna haja uchukue mtoto yule ambaye umemzaa ama umejifungua na kwenda kutupa mtoto yule katika pipa la takataka ama pipa la taka. Siku ya Jumapili, wakazi wa eneo hili waliachwa na hamaki baada ya kupata maiti ya mtoto mchanga imetupwa kando ya mtaro wa maji taka. Kisa hiki kikijia wiki moja tu baada ya mtoto mwingine kupatikana ametupwa katika pipa la taka. Hiki ni kisa cha 3 ya wamama kutupa watoto. Tumekemea hiyo kitendo na tunasikitika kama sisi community promoters tumekuwa tukihimiza wamama habari ya kulea watoto. Kwa hivyo changamoto kubwa naona wamama wanazidi kufanya hivyo ni wanaume wanawa abuse. Mtu anakaa mpaka anafikiria kunyonga yule mtoto, na kitu kingine pia challenge ni kuna ukame. Mwanamke anakaa anafikiria, anaona akiendelea kukaa na huyo mtoto hajui atampatia mahitaji yake ya kila siku kivipi. Kulingana na OCPD wa Machakos Joseph Muturi, hadi kufikia sasa visa 4 vimeripotiwa ndani ya miezi miwili, akisema polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu ni nani wanaoendeleza unyama huo. Na ukizingatia sana unakuta kwamba hapa Machakos tuko na population kubwa. Kuna watoto ambao ni wanaenda wako universities, wako colleges. Kule mjini kuna population kubwa sana. So ningetaka kuwahimiza ya kwamba iwe yote ni community engagement, all stakeholders, because hili ni swala ambalo haliwezi kukubalika kisheria. It is even portraying moral decay. Emily Kimanzi, afisa wa watoto katika kaunti ya Machakos, akiwataka wajawazito kuhudhuria kliniki ili kupata ushauri, akibaini kuwa badala ya kutupa wanao, wapo baadhi ya watu walio tayari kuchukua watoto wao na kuwalea. It's because they don't attend hospital where they can be able to receive prenatal services and counseling. Because it is at that stage where you find the nurses who are able to advise you if you don't want to keep a baby and you feel for whatever reason, maybe it was a baby born out of incest, maybe it was a baby born out of rape. Kama umepata changamoto kama hiyo, kama wewe mama, kule hospitali unaweza kuongea na nurses ukawaambia, mimi sina uwezo wa kulea huyu mtoto, kwa hivyo naomba nimwache hapo, mimi niende zangu, kuliko kuua. Na daktari watakuonesha njia vile unaweza sign contract kwa hautaki yule mtoto, na pia kuna children's department. Isaac Musyoka, Undugu TV.